Karibu katika kurasa za mwisho. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Jabiri Juma Selemani, Charles Abel, Philip Mkini pamoja na Faustin. Kila siku nikifika katika jina lako naona kama nafananisha na jina la mtu. Sawa. Yanafanana? Hayafanani. Hayafanani. Kuna mtu anaitwa Jabiri Selemani. Inawezekana hivyo, mimi simfahamu. Charles, unafahamu mtu anaitwa Jabiri Selemani? Mimi nasikia tu. Hata Mkini. Niliwahi kusikia mara mbili au mara tatu kwa Jabiri Juma huyu ukichomeka huyu Jabiri Juma kuna Selemani na huyo anaitwa Jabiri Selemani. Basi au rais wa ZFA anaitwa nani? Ndio huyo. Mimi na manangu hilo. Haya jamani, karibu katika kurasa za mwisho. Leo nimekuja na gazeti mahususi kabisa, Hesabu Ngumu. Hili gazeti lilitoka Jumatatu ya wiki hii inaoishia leo, inaoishia kesho. Hesabu ngumu na makalkuleta, na kumekuwa na wiki nzima hii kumekuwa na vibonzo katika mitandao ya kijamii ikizungumza hesabu ngumu, ambazo kikubwa zaidi inazungumzwa Yanga, kwamba kumekuwa na hesabu ngumu kuweza kuzifikia. Na kweli ukiangalia hesabu ngumu kama tulivyosema kipindi kilichopita, mimi sioni nafasi ya Yanga pamoja ni mpira. Ishi hapo Chaze Abe. Uoni nafasi ya Yanga? Nina uhakika wa Yanga kushinda 90%, ila na kufuzu nampa 50-50. Mkini nafasi inaweza ikawepo, lakini ni finyu sana. Mbona kama inaonekana yani at least yani kama Jabiri yani straight. Unajua shida inakuja nini? Shida inakuja kwamba Yanga hajitegemei mwenyewe. Yanga angekuwa hajitegemea mwenyewe anaweza akashinda, lakini tegemea hizo calculator sasa, hiyo inakuja kuhusiana na calculator ndio inaleta changamoto. Kwa hiyo yeye mechi yake anaweza akashinda, lakini bado atakuwa anategemea matokeo ya wengine. Kwa hiyo kufuzu mimi nampa 25%. Fau 25%. Namkadiria Chazawe, hajasema 50%, lakini namkadiria. Mimi nasikiliza. Akasema 50-50. Ila 50-50 kaweka na option nyingine. No, hujanielewa. Nimesemaje? Leo na uhakika Yanga atashinda. Kesho. Ila kufuzu. Unajua hapo nimeweka vitu viwili, kuna kushinda na kufuzu. Hiyo. Kufuzu nimesema 50 kwa 50. Kwa hapo ni moja tu. 2 in 1. Basi nampa 50%. Hapo sawa. Hapo umeeleweka. Fau. Meza kato tofauti. Mimi naipa Yanga 70% ya kufuzu. 70 ya kufuzu kubwa hiyo. Yes. Yes, kubwa. Imekutia moyo. Kubwa na kuna sababu kwa nini ni kubwa. Yes. Mimi naipa Yanga 70% tuishie tu hapa kufuzu. Haya, sawa. Jabiri hujasema 100%, lakini haijalishi, si ndio? Ina maana wewe asilimia zako 10. Yaani mimi sio 10 labda au 5. Yaani sio nafasi ya Yanga kwenye hiyo. Wewe mwenyewe babu? Wewe. Bwana. Mimi nikisema nitasema utabona naipendelea. Kwani sio wewe tulosema tunaipendelea tunaangalia ule uhalisia wa kimpira. 85. Sawa. Haya, tuanze hapo. Leo hii mechi zinachezwa na kwa kiwango kikubwa Simba ndo kwa hapa nchini Simba inacheza. Lakini hitimisho la lenyewe ni finali kesho katika michezo ya Watanzania, timu 3. Singida, Azam, Yanga wanacheza kesho. Kwa hiyo ni wiki ambayo Jabiri inatupeleka katika gumzo jingine. Na hili gumzo la wiki hii ni kwamba huenda timu zote zikatoka za Tanzania. Huenda. Tumia neno huenda, lakini niko pale kwenye 80%. Timu zote zinaweza zikatoka. Au hivi Azam pale vipi?
pointi 9. Unajua mimi nilikwambia mara mwisho kwamba nilisoma makala ya Chazi Abeli hapa. Wiki hujasoma? Sijasoma. Yaani sijasoma habari ambayo ilikuwa inahusiana na hizi mechi. Lakini Azam nafasi yao nayo nayo naiona ilivyokuwa ngumu. Kwa sababu Maniema anamaliza na Nairobi ambayo mechi inachezwa Kongo. Maniema ni kama naye ana pointi 9. Ana pointi 9. Lakini sasa bora ingekuwa Azam amemfunga Maniema labda 2-0 kama alizofungwa yeye kule Kongo. Ungeweza kusema sasa hawa wataenda kushindana kwenye magoli. Hapa hamna calculator. Hapo yani ipo. Lakini why mnamzungumzia zaidi Maniema na Azam? Kwa nini msimzungumzie Wydad? Kwa sababu Azam akimfunga Wydad unajua anakuwa na superior head to head dhidi ya Wydad. Yaani watu unajua nimekuja kuona watu wengi sana wanamzungumzia Azam na Maniema kwa sababu Wydad ana 12. Okay. Azam ana 9. Azam akimpiga Wydad 2-0 anakuwa na 12 anakuwa na head to head. Afadhali mwandamizi kaleta hiyo engo nyingine ambayo tuongeze jicho hapo lingine la tatu. Ina maana katika ile kundi kuna Wydad ana 12. Wydad ana 12. Ina maana zile timu zile zote mpaka za chini 9-9. Kasoro mbili tu. Kasoro Nairobi. Umeona? Kwa hiyo ndio maana nakwambia unaona? Yaani Azam yeye anaikuwa mfunge Wydad 2-0 kuendelea. Yaani kutofauti wa magoli mawili au zaidi. Yaani hata akishinda 2-1 away Azam anakuwa na head to head nzuri dhidi ya Wydad. Kwa sababu nyumbani kafungwa moja na yeye ugenini kafunga mawili. Sasa watu wengi unajua wanazungumzia Maniema na Nairobi United lakini Azam hata yeye mwenyewe tiketi nayo mkononi mwake akimpiga Wydad. Hayo kuangaliwa. Alikuangaliwa. Lakini tumerudi pale kwenye ile hoja yangu kipindi kile kwamba raundi ya 4 na ya 5 ndio raundi decisive. Ni kweli. Kwa sababu leo tunazungumza Yanga hadi tunakwenda kwenye raundi ya 3 na ya 4. Yanga alikuwa na pointi 4. Ni kweli. Yaani ni raundi ambazo ziko very tricky kwa sababu zinaweza zikabadilisha uelekeo wa kundi. Leo Yanga ana struggle kwa sababu tu alipata pointi 1 katika mechi mbili za raundi ya 3 na ya 4. Kama angepata 2, angepata 3 alikuwa angepata 3 tu 3 za huko alizopoteza. Azam matumaini yamerudi kupitia mechi ya raundi ya 3 na ya 4. Singida kapotea kwenye ramani mechi ya raundi ya 3 na yani hizo ndio raundi decisive mara nyingi kwenye group stage. Ni kweli alisema ukuepo bahati mbaya. Yaani wakati huo ndio tumeanza makundi. Tukasema mtego uko wapi? Mtego ukawa ni pale raundi ya 3 kwenda na kurudi. Ile unakwenda kwa huyu wiki ijayo huko. Pale ndo kuna mtego wa mashindano. Na unaweza kuona anachosema Chazi hiyo imeenda kubadilisha nafikiri kundi la Berkane na Pyramids. Yaani Berkane ilipaswa ashinde ile mechi ya Zambia na Dynamo. Yes, ili aweze kuwa na yaani kwamba awe qualify. Kitendo cha kufungwa 2 bila. Tayari kumemfanya. Na wakati huo katika zile back to back na Pyramid nadhani walitoka sare. Kuna mmoja alitoka sare nyingine akafunga. Kwa hiyo hapa bwana kwenye mahesabu magumu na calculator ambao katika gazeti la Mwana Sports wiki iliyopita alisema kwamba hata calculator mbovu haiwezi kutoa hesabu. Kwani calculator mbovu ndio mbovu. Alisema mkini. Haiwezi kufanya mahesabu. Alisema kwenye mechi ya Simba. Ni mechi ya Simba? Ilikuwa ni mechi ya Simba. Yaani kule Angola iliulizwa kwamba Angola kwa mfano Simba atashinda inakueje? Akasema calculator mbovu. Anataka calculator mbovu. Haiwezi yani hapo haifanyi chochote. Ilikuwa haihusiani na ilikuwa haihusiani na Yanga. Ilikuwa haihusiani na Yanga. Sawa. Tuache hivyo au kuna issue maana naona gazeti la Mwana Sports la leo. Lenyewe limekuja na habari ya God we trust. God we trust. Kwa hiyo Mwana Sport umekuja na habari kwamba wamemwachia Mungu hii sasa. Mbona Jesse Kabila wamefika sio? Mbona alichungulia hivi? Mbona Kabila analichungulia hivi? Alikuwa anafikiria labda anataka kuangalia mechi zingine ambazo yeye analichungulia kwa mbali. Anaangalia calculator mbovu. Yaani kuna vibonzo vipo katika mitandao ya kijamii.
Kuna mtu anapanga makaratasi kutoka pale mbele, makaratasi anapanga afu mahesabu yaeleweki, kutoa, kujumlisha, kuzidisha, unarudi tena kwenye kutoa, anatoa karatasi nyingine kwa pani analiweka pale, aliendi. Hiyo calculator hapo mbele kwenye hilo gazeti nani? Hii hapa kuna x jumlisha y ziko sawa sawa na 2 toa 3 toa 4 vulu yani viliweki yani. Algebra hiyo. Algebra ZQ. Yani kama mtu kachapa chapa tu pale kwenye typewriter vieleweki. Sio kumpa mtoto simu. Mtoto mdogo. Kwa hiyo anagusaga namba 5 unakuja wapi ukiangalia simu ndio hiyo. Kwanza shuleni hakuna hesabu ngumu kama hizo. Hizo za x y sijui tafuta thamani ya hii. Kwa hiyo nafasi ya Yanga ni kutegemea mechi zote mbili. Yaani mimi ningetamani Yanga waweke akili kwenye kushinda mechi yao. Exactly. Yaani wenyewe kwa sababu huwezi kubadilisha chochote kwenye mechi ambayo haikuhusu. Yeye aweke akili yake kushinda kwanza. Al Ahly jana walisema wamekuwa full house. Uwanja umejaa Tayari jana. Kwenye zile tiketi ambao waliruhusiwa kuuza, sio? Tayari kuko full house. Wakati timu ya Rabati inatua, walisema karibu rafiki. Sasa unakujua nyinyi mnapofanyaga. Unafikiri wale wasomeki vitendo wenu nyinyi? Wanasoma vizuri. Karibu rafiki. Karibu rafiki. Na umepokea vizuri tu. Karibu rafiki yetu. Sasa haya maneno yanaozidi. Haya maneno wewe uliposikia karibu rafiki kwa tafsiri. Kataka kuzimia. Haya maneno yakiangaliwa kule. Mimi ninachokiamini. Hakuna urafiki kati ya Ahly na Farabati. Na hakuna uadui. Na hakuna uadui. Ninachokiamini kitakachoamua pale uwanjani ni quality ya timu zote mbili. Yaani ule ubora wa timu na nini ambacho timu inakihitaji ndicho ambacho kitaamua matokeo. Wala hiyo karibu isiwatoe watu kwenye mchezo wala nini. Yaani hawa wataenda watacheza mpira na itakuwa bonge moja la mechi. Yaani ile mechi kule itakuwa bora, mechi ya Zanzibar itakuwa bora. Kwa hiyo ninafikiri wala mashabiki wasio na pressure. Wanachotakiwa kufanya mashabiki wa Yanga ni kujua ya kwamba wanatakiwa kuisupport timu yao. Mimi moja ya kitu ambacho kimeniuma msimu huu ni kuziona hizi timu, yani uwanja una mashabiki 13,000 14,000 bado mashabiki wanashindwa kujaza. Yaani unaizungumzia Yanga ambao unataka iende hatua ya robo finali alafu bado mnashindwa kwenda uwanjani kujaza uwanja. Mimi sio kitu ambacho kinanivutia sana. Yaani wanaozungumza huko unapozungumzia kwenye mtandao na bwenzo sui na nini wengi zaidi kuliko wale ambao unaona kwenye mechi zetu za michuano ya CAF. Wanafikiri kwenye peak. Yaani kikubwa mashabiki kama wanataka nao waingie kwenye ile ya kwamba waliisaidia timu yao kufuzu, basi waende uwanjani wakaiunge mkono timu yao. Sababu wanachokifanya Yanga ni, unajua Yanga sasa hivi watu wanaongea sana kwa sababu ilikuwa inapewa matarajio makubwa sana kutokana na aina ya kikosi ambayo ina uwekezaji ambao wamefanya, mwalimu, jinsi timu ambavyo ilianza. Kwa hiyo mashabiki nao wanatakiwa waende, lazima wakawape support. Ndio maana hata jana nilisema wale ambao kesho utaona kwenye mechi ya Simba hana chochote cha kupoteza kesho. Anaenda kucheza mechi yake ya kujiwekea heshima. Yule ambao utamuona pale sasa, huyo ndo shabiki kweli ambao anaipenda ile timu yake. Sababu yule anaenda kweli ya kwamba hii mimi ni timu yangu, naenda kuisupport pamoja na kwamba haina chochote inachochukua zaidi ya kutengeneza heshima yake. Jana tulikuwa na rais wa CAF. Rais wa CAF jana. Mimi nimefurahi kwamba mashindano bado yapo. Juzi katika mitandao ya kijamii vilisemekana kwamba inaweza kupelekwa 2028. Kukatolewa sababu nyingi, lakini baadaye nikaja kugundua kumbe ni pressure ya mataifa ambayo hayataki mataifa ya huku yaandae. Umeelewa? Kwa hiyo statement yake ile ya Motsepe
ni kwamba imethibitisha, imecement kwamba tuko vizuri na tunaendelea vizuri na finals. Tutarudi kuzungumza kwa sababu katika kile kikao tumeshuhudia wote. Uliangalia jana? Yeah, niliangalia. Naangalia. Tulishuhudia watu wote na wengine walikuwa katika kile chumba pale. Kwa hiyo tutazungumza tuweze kufahamu nini ambacho kipo. Kwa sasa twende kwa Ali Bakari Mufti. Tuweze kuzungumza naye kuhusiana na upande wa mashabiki ambao wako Mabibo wanazungumza vipi Ali, mashabiki bado wako katika calculator? Asante sana Filipo Cyprian, kama ulivyotaja ya kwamba sisi tumeamkia eneo la Mabibo sokoni, na sipo peke yangu na mwenzangu Mohamed Mwishe ambaye ndio yupo nyuma ya kamera. Kama kawaida, eneo la Mabibo sokoni ni eneo lenye harakati nyingi kweli kweli, na harakati zinazoendelea hapa ni za utafutaji riziki, lakini pia na masuala mazima ya usafiri. Unaweza kaona ndugu zetu hao hivyo ni viazi vikitoka sokoni hapo kwenda mitaani ili wengine waweze kupata riziki. Ni mchanganyiko wa shughuli ambao unafanyika eneo hili la Mabibo sokoni. Ndio eneo ambalo utapata watu wa ngumi, ndio eneo ambalo utapata watu wa mpira. Kama unavyoona jezi za mnyama zinaonekana hapo mbele yako, lakini kikubwa pembeni hapa kuna kijiwe cha magazeti, kijiwe ambacho hakijawahi kukauka watu. Kwa muda kidogo kilisimama kijiwe hichi, lakini leo hii kimerejea na tayari wale wataalamu wa kusoma magazeti wamesogea hapa. Kwa uchache kidogo, Filipo Cyprian, tuangalie kile ambacho kimeandikwa katika magazeti hasa ya michezo. Wewe mtazamaji wa kurasa za mwisho, gazeti la Mwanaspoti ambalo ndio lipo mbele kabisa hapa, hakika kichwa cha habari hata mimi kimenivutia kwamba in God we trust, na unaweza ukaona wachezaji wa timu 4 tofauti za Tanzania ambazo zinaiwakilisha Tanzania katika anga la kimataifa, hasa michuano ya kafu, kombe la shirikisho, lakini ligi ya mabingwa barani Afrika. Pacome Zouzoua, huyu ni Young Africans, Gomez Selemani Mwalimu, huyu ni Simba Sports, lakini Faisal Salum na maarufu Shakei, wote hawa wanaziwakilisha Azam FC pamoja na Singida Black Stars ambazo zinashiriki kombe la shirikisho. Kwa hivyo hayo ndio ambayo kwa kiasi kikubwa yamechomoza katika gazeti la Mwanaspoti. Aziziki awagusa Waarabu Zanzibar. Hayo ni mambo ya Aziziki, Stefan Aziziki ambaye alipita Young Africans, alikuwepo kule Wydad na sasa ameelekea huko Libya. Tuangalia gazeti lingine kwa uchache. Haya ni magazeti huku nyuma. Anyway, tunaona picha hapa ya rais wa CAF Patrice Motsepe, ambaye bila shaka Watanzania wanafahamu ya kwamba jana alikuwepo hapa Tanzania katika ule mkutano wa kamati ya utendaji ya shirikisho hilo la mpira wa miguu Afrika, CAF. Na miongoni mwa mambo ambayo aliyazungumza ni kuhusiana na kuthibitisha ya kwamba AFCON 2027 ipo na tunatamba nao katika nchi 3. Sasa leo hii unafahamu kwamba Simba Sports katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 1 itaikaribisha Stade Malien katika mchezo wa kukamilisha kundi D. Ni mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika, lakini kesho timu 3 za Tanzania zitakuwa katika heka za CAF. Moja ipo Afrika Kusini, hiyo ni Singida. Nyingine ipo Morocco, hiyo ni Azam. Alafu Young Africans watakuwa kule Zanzibar kucheza dhidi ya Jeska ama JS Kabili. Tuzungumze na wenye mpira wao, wapo huku, walikuwa wanatusubiri tu kisha waweze kutoa. Ngoja tusogee huko nyuma uchache kidogo. Wana hamasa kubwa hapa, wengine wanasema Yanga anapita, wengine wanasema hapana. Kuna kusonga mbele na kuna kusonga ugali. Sasa sijui nani anasonga. Bwana, salama ndugu zangu. Salama bwana. Bwana, mmepoa? Tumepoa, lakini tupo vizuri. Au kahawa bado haijapata vizuri? Tupo vizuri. Bwana, hebu sogeeni ndugu zangu hapa. Sogeeni. Maana hawa waliokaa huku wanaonesha vidole kwenu kwamba nyinyi ndio washika bendera. Ama ni kweli? Inawezekana kwa maoni ya ndugu zetu. Nyinyi ndio vinara wa kijiwe hizi? Inawezekana pia. Yes. Wamewaamini? Wametuamini. Bwana, hebu tukumbushe jina lako. Madega Junior. Shabiki wa Simba sio? Kindaki kabisa. Yaani kindaki sio tu shabiki wa Simba, ni kindaki. Nakaribia kuwa mwanachama wa Simba Sports. Unakaribia kuwa mwanachama? Naisubia tarehe 27 mwezi wa 3 niweze kujipanga kwenda kwenye tawi ambayo naliona liko karibu yangu niweze kuchukua kadi. Ulikuwa unasubiri kwa hamu kuwa mwanachama? Tena ni mmoja ambaye nilikuwa natamani sana hiki kitu kitokee, na viongozi wamesikiza kilio chetu, mwisho wa siku wametupa taarifa. Umefurahishwa na hilo? Tena vibaya sana ndugu yangu.
Sawa, leo hii unacheza dhidi ya Stade Malien, mchezo wa kukamilisha ratiba. Unajua mechi ya ugenini kule ulipoteza kwa magoli 2-1, lakini leo hii umerudi nyumbani hapa. Unafikiri mchezo wa leo utakuwaje? Mchezo wa leo utakuwa ni mzuri kwa pande zote mbili, kwa sababu ukija kuzingatia matokeo ambayo atakaye kuwepo kwa Stade Malien hayatobadilisha chochote kwake yeye mwenyewe, na ikija kwangu mimi mwenyewe pia haitobadilisha chochote, ila leo tutatamani sana tupate ile rhythm ya timu, tuione timu yetu inaelekea wapi. Tushaziona mechi ya Angola, tumeona mechi ya dhidi ya KMC, tumeona mwelekeo wa timu yetu inakoelekea. Usajili wa dirisha dogo umekuja kutupa uhai kwenye upande wa timu yetu. Tumeona mwalimu mabadiliko ambayo aliyofanya, tumeiona timu yetu. Kwa hiyo natamani mechi na matarajio yangu mechi kama ya leo nahisi ni mechi ambayo ya kiufundi zaidi kwa mwalimu. Kuangalia kikosi chake, kwa sababu sasa hivi imani yangu nanituma mwalimu Steve Baka hajapata first 11 yake. Kwa hiyo mechi kama ya leo ni mechi ambayo ya kuona performance za wachezaji zikiwa zinapanda mechi after mechi. Umezungumzia usajili wa dirisha dogo. Kwa kwao umeona kuna mabadiliko kidogo? Zaidi ya mabadiliko, kwamba ninahisi kwamba usajili wa dirisha dogo tulichelewa kufanya. Nilikuwa natamani aidha usajili wa dirisha kubwa tungepata wachezaji wenye quality kubwa kama huu wa dirisha dogo. Nina imani tungeweza kufanya vizuri zaidi kimataifa kuliko ambavyo tulivyosajili dirisha kubwa. Japo kwa wachezaji wa dirisha kubwa walikuwa sio wabaya kivile, kutokana na muundo wa timu yetu na uongozi wetu ulikuwa kidogo haupo sawa, lakini tukawa dirisha dogo viongozi wametuliza kichwa zaidi na kuletea quality ambayo kubwa zaidi. Tunamuona mtu kama River Sege, Anicet Oula, ni quality ambayo zinapaswa kabisa kuchezea Simba Sports Club kwa sasa. Asante sana. Hebu ngoja tuwasikilize kwanza watu wa Yanga na wenyewe watuambie bwana, mmetulia ndugu zangu. Hatuna pressure. Ndio dua Kama kawaida. Kwamba dua ni nyingi kuliko kitu kingine. In God we trust. In God we trust. Na ni kweli in God we trust? Yeah. Kwa nini tumefikia hapo? Tumefikia hapo kutokana na matokeo ambayo tumeanza nayo katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mpaka tunasema neno kama hilo, in God we trust, kwamba tunategemea matokeo hapa. Haya, tutarejea kwake Ali Bakari katika magazeti mtaani. Kuna mshabiki pale anasema in God we trust, akiwa anafuatilia hicho kichwa cha habari kilivyoandikwa hapo. Ni matumaini makubwa kabisa. Mungu huyu anaombwa na wale. Kwa kabla leo umekata tamaa. Mambo anasimama 85 anakataje tamaa. Kwani hiyo inamhusu mtu mmoja, hiyo si timu zote za In God we trust. Tunajiwekea sisi. In God we trust bana. In God we trust ni timu mbili tu hapo. In God we trust. Una maana Yanga na Azam. Basi. Sio kweli. Of course Singida alipopoteza mechi na Blozidad ni God trust ni timu mbili tu hapo. Hao wengine huku si ndio hivyo marehemu kuugua. Haya, tuko wakati Ali akiwa tayari, basi na wenzetu ambao wapo Morocco kama Baraka Mpeja, alikadhalika Ramadhani Ngoda yuko Afrika Kusini Cape Town, tutaweza kuzungumza nao nini ambacho yapo. Kafu jana walizungumza mengi sana kuhusiana na ni kikao cha kwanza mara baada ya kumalizika kwa finali za AFCON, au nimepitiwa mimi? Uko sahihi. Kwa hiyo ikawa ni feedback nzuri kabisa ya kuweza kufanya hivi finali. Jana kuna maswali nje ya kile kikao, tuliambiwa kwamba kuna maswali ya nje ya kikao ambayo Motsepe anaweza akajibiwa kule. AFCON inafanyika wapi? So Morocco. Hakuna tetesi za kuhamishwa. Alizungumzia na akasisitiza inafanyika Morocco, kama ambavyo alizungumzia kuhusu AFCON ya 2027. Akasisitiza akasema kwamba inafanya katika nchi za Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Uganda. Yule makamu wa CAF, tunaona kuna swala la makamu wa CAF amejibu kisiasa. Lipi? Makamu wa CAF yule kwamba retire. Katibu. Ni katibu katibu mkuu wa CAF. Kwa CAF.
Kajibu vipi kisiasa? Kajibu vipi kisiasa? Kwamba kusema shirikisho lina utaratibu wake wa sasa kajibu kisiasa, si ndio kajibu unavyotakiwa au? Yaani kwamba ili ajibu vizuri niseme kwamba tutamtoa. Vero anakuepo jana kwenye kikao. Kiujumla, labda ule mkutano tukianza na Abel, wewe ulikopo ndani kabisa kwenye mkutano wa waandishi wa habari. Kwenye mkutano wa waandishi wa habari. Kwenye mkutano wa waandishi wa habari. Kiujumla pale nini kimekusababishia kufurahi? Kwanza ukiondoa zile hoja alizotoa Motsepe, kitu cha kwanza ambacho mimi kimenifurahisha ni perception ya wale watu wa CAF kwa media ya Tanzania. Yaani hiyo ni kala ya mazingira ya ile eneo. Yaani wao wenyewe walikuwa excited na namba ya waandishi. Yaani idadi kubwa ya waandishi waliojitokeza kwenye press conference. Yaani wanasema sio kawaida kwa press conference inayohusu Excom kujaa idadi kubwa ya waandishi. Unajua, na hapo ndo kulikuwa na limit. Yaani kulikuwa na utaratibu waliouweka ambao walikuwa so, yaani waandishi yaani wa control namba ya waandishi. Lakini wanavyosema kwamba maombi ya watu walioomba yalikuwa ni mengi kuliko yaani walioomba kuhudhuria ile press. Kwa hiyo wanasema ni eneo la media kwa Tanzania kwenye upande wa matukio ya kimichezo, waandishi wa Tanzania wako very active. Hilo la kwanza. Lakini kilichonifurahisha zaidi ni namna gani ambavyo CAF wamesimamia kile ambacho Motsepe amekuwa yani kuhusiana na mashindano kubaki East Africa. Na baadaye tulifanya katika baada ya kumalizika tulifanya interview ile pembeni na rais wa chama cha soka cha Kenya, Dr. Hussein Mohamed. Mimi swali ambalo nilimuuliza lilikuwa ni kauli ya Musonye. Musonye ni mwenyekiti wa kamati ya ndani ya Kenya ya maandalizi ya AFCON. Siku mbili kabla ya kikao cha CAF alinukuliwa akitoa kauli ambayo ilikuwa yani ilikuwa ni kama controversy. Tutarudi kwa Musonye. Ni mada nzuri. Kwanza Musonye alikuwa ni kiongozi wa Sekafa katika hiyo zone ya katibu. Twende kwa Ramadhani Ngoda, yuko Cape Town. Ramadhani, habari za wakati huu, kumekucha? Habari za wakati huu nzuri kabisa, na ni kweli kumekucha kama ambavyo kumekucha Dar es Salaam, na tofauti ni kwamba Dar es Salaam kumewahi kucha kwa sababu kuna tofauti ya saa moja kati ya saa za Afrika ya Kati ambapo tunatumia huku Cape Town na saa za Afrika Mashariki ambazo mnatumia huko Dar es Salaam Tanzania. Lakini yote kwa yote kumekucha na ni asubuhi nyingine ya tarehe 14 ya mwezi Februari mwaka 2026 na ni siku nyingine ya maandalizi ya Singida Black Stars kuelekea mchezo wake wa kesho dhidi ya Stellenbosch. Hisia za kalkuleta huko? Kama sijakusikia vizuri Philip. Huko kumahesabu mengi ni calculation za namna, lakini inaonekana mchezo huo calculation yake haipo hata kidogo. Kama nimekusikia vizuri ni mechi ambayo kiukweli kimahesabu unaweza kusema Singida Black Stars haipo kwenye mahesabu ya kufuzu kwenye robo finali, lakini ni mechi ambayo kama ambavyo taarifa zetu kadhaa jana zilizungumza, wachezaji wa Singida Black Stars, ofisa habari alizungumza hapo, lakini pia hata kocha ukikaa naye anakuambia ni mechi ambayo wanaichukulia kwa serious mkubwa sana. Licha ya serious ambao Singida Black Stars na Stellenbosch watauchukulia, kwa upande wa mashabiki huenda isiwe na msisimko mkubwa kwa mashabiki kwa sababu kwanza Stellenbosch hawatokei hapa katika jiji la Cape Town, kwa maana ya katikati ya mji wa Cape Town, wanatoka umbali kidogo kama kilomita 50 kutoka hapa Cape Town. Ni umbali ambao unaweza ukatembea kwa saa moja ama dakika 50 hivi. Kwa hiyo mashabiki wao pia sitegemei wakawa wengi sana, labda wale mashabiki ambao si mashabiki wa Stellenbosch moja kwa moja, lakini ni wa Afrika Kusini ambao wanakwenda kuiunga mkono timu yao ya nyumbani kwa maana ya Stellenbosch. Lakini pia kwa upande wa Singida Black Stars usishangae kuwaona sio wapweke uwanjani, kwa sababu kumekuwa kuna
uratibu wa mashabiki, uratibu wa Tanzania ambao wanaishi maeneo haya ya Cape Town na maeneo jirani na miji jirani, kutoka Johannesburg, kutoka Rustenburg, kutoka Pretoria. Kwa wale ambao wana uwezo na wanapenda mpira na wanapenda unyumbani, watakuja kwa ajili ya kuiunga mkono timu ya Singida Black Stars katika mchezo wa hapo kesho ambao utachezwa katika uwanja wa DHL, uwanja ambao Stellenbosch wameamua kuutumia tofauti na uwanja wao ambao wamekuwa wakiutumia. Na kama unakumbuka pia mechi yao dhidi ya Simba waliicheza kule Durban, hawakuicheza pia Stellenbosch wala hawakuicheza hapa Cape Town. Lakini hii mechi yao ya mwisho ya hatua ya makundi ya kombe la shirikisho wameamua waicheze hapa katika jiji la Cape Town katika uwanja wa DHL. Kwa hiyo ni mechi nzuri ambayo licha ya kimahesabu kuwa haimpi nafasi yoyote kati ya hao wawili, lakini ni mechi ambayo itakuwa ni nzuri na yenye mvuto sana. Kwa upande wa mashabiki, moja kati ya vitu ambavyo vimenifurahisha, kabla ya kuungana na mimi hapo nilikuwa nasikia mnazungumza kuhusiana na mada ya maandalizi ya AFCON 2027 na kumekuwa kuna mambo mengi yanazungumzwa. Sasa moja kati ya vinavyofurahisha katika maeneo na viunga mbalimbali vya Cape Town, walikuwa wakikuuliza unatokea wapi, ukimwambia natokea Tanzania. Moja kati ya vitu ambavyo ama kitu cha kwanza kukwambia Tanzania ambapo AFCON inafanyika mwakani. Kwa hiyo wana hiyo awareness kwamba Tanzania ni nyumbani kwa AFCON 2027 tukiandaa kwa pamoja na Kenya na Uganda. Kwa hiyo hizo ni habari ambazo zimetapakaa kwa baadhi ya watu ambao wanapenda mpira na watu ambao wanaiangalia AFCON 2027 na wanatambua kwamba Tanzania itakuwa ni moja kati ya nchi ambazo zitaandaa michuano hiyo kwa msimu unaofuata. Nikuulize hivyo kwa maana kwamba jana kuna baadhi ya kauli za Motsepe na Motsepe anatokea Afrika Kusini. Labda tuambie tu nini ambacho wamefurahishwa nacho sana, mbali na hicho ambacho umetuambia, hasa katika statement zake wakati Motsepe akizungumza hapo jana katika mji wa Dar es Salaam. Kwa ufupi sana. Ni kauli ambazo ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikijadiliwa pia na unajua jinsi gani ambavyo Dr. Patrice Motsepe anachukuliwa hapa Afrika Kusini, hasa katika mji huu wa Cape Town. Na kauli yake ambayo ameizungumza ni kauli ambayo imezipa nguvu nchi tatu ambazo zinaandaa michuano hiyo, na hata wao wenyewe pia baadhi ya mashabiki, baadhi ya Afrika Kusini hapa wamekuwa wakisema kwamba hizo kauli ambazo zimekuwa zikizungumzwa na watu wengine ni kama zimefutwa, kama zimefifishwa na kauli ambayo ameizungumza rais wa CAF, na wana uhakika kabisa kwamba michuano hii itakwenda kufanyika katika hizo nchi tatu. Na sasa kingine ambacho pia kinafurahisha ni kwamba kuna baadhi ya watu ukikutana nao, wale ambao wana shauku ya kushiriki michuano hii wanatamani hata nyumbani kwao, kwa maana ya mechi zao za nyumbani Afrika Kusini wacheze katika ardhi ya Tanzania, na hata mashabiki wanatamani kwamba wafike Tanzania hata kama mechi za timu yao ya nyumbani hazitachezwa Tanzania, lakini wao wanatamani kuziangalia mechi ambazo zitachezwa katika viwanja vya Tanzania, ikiwemo Arusha, ikiwemo na Dar es Salaam au Zanzibar, kwa sababu ni maeneo ambayo wengi wao wanayasikia, ni miji ambayo wengi wao wanaisikia na inawavutia kweli kweli, na wanatamani siku moja waweze kufika. Ukiwasikia watu wanataja mbuga za Serengeti, ukisikia watu wanataja mbuga za Manyara na vivutio ambavyo vipo katika visiwa vya Zanzibar. Kisiwa cha Zanzibar kimekuwa maarufu sana katika maeneo mbalimbali hapa, na hata baadhi ya watu ukiwauliza kwamba ni kitu gani ambacho pengine ukifika Tanzania unatamani kufanya, na kwambia natamani kufika Zanzibar. Zanzibar naisikia ni nzuri sana na natamani kufika. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni story ambazo zinakupa nguvu na zinashawishi kwamba watu wana shauku kubwa ya kufika Tanzania. Licha ya mashindano haya kuwa inaandaliwa na mataifa matatu, lakini imeonekana na kwa story ambazo zimepiga na watu wawili watatu katika mitaa hii ya Cape Town, wengi wanatamani kuja Tanzania na wengi wanatamani kufika kwenye vivutio. Kuna dereva mmoja wa usafiri binafsi nilikuwa naye kwenye gari jana, na alivyogundua kama ni Mtanzania akawa ananiuliza kuhusu mlima Kilimanjaro, akawa ananiuliza kuhusu mbuga za wanyama. Nikawa namwambia kwamba AFCON inafanyika mwakani, unangependa kuja? Akasema ningetamani kuja, na sio kwenda Kenya wala Uganda, ningetamani nije Tanzania ili niweze kufika katika hayo maeneo. Kwa unaweza ukaona kwamba AFCON 2027 kuwa sehemu ya waandaaji kwa Tanzania inaweza ikawa na faida kubwa kiasi gani kwa nchi, kwa maana ya kuongeza pato katika eneo hilo la utalii na maeneo mengine ya uchumi wa mtu mmoja mmoja, kwa sababu hao wote watahitaji vitu vingi sana, ikiwemo usafiri, chakula na vinginevyo. Kwa hiyo hawa ni wachache tu kati ya wengi ambao wana hiyo shauku inayofanana na hawa ambao wamejaribu kuzungumza kwa vinywa vyao. Ramadhani Ngoda kutokea Cape Town, Afrika Kusini.
tuna muda mchache sana hapa na jana mashindano kama ya AFCON haya yanavyofanyika, kwa maana kwamba jana nimemsikia Rais Motsepe akisema kwamba takriban mataifa 100 yanakuwa yanafuatilia fainali hizi, mbali na tu yale mataifa 54 ya Afrika, lakini pia kwa mashindano ya mwaka jana ya AFCON mwaka 2025 yaliyofanyika Morocco, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watalii. Kwa hiyo namna hii mashindano kama haya yanachagiza hali kama hiyo. Tunahitimisha, lakini bado ndani yako bado tunahitaji sana hiyo ya Sekafa. Uongo baba? Ni kweli. Hiyo ya Musonye. Kwa hiyo Musonye. Kwa Dr. Hussein Mohamed akasema kwamba wao kama FKF wanajitenga na kauli ya Motsepe ya nanili. Alisemaje? Musonye alisema kwamba wanakaribisha, yani wao kama Kenya watakuwa tayari kukaribisha mpango wa kusogeza mbele mashindano, na yeye alisema kwa sababu za kiusalama, kwamba kwa sababu Kenya anaenda kufanya uchaguzi na wameona sio kilichotokea Tanzania, sio Uganda. Kwa hiyo wao kama mpango wa kuahirisha mashindano Kenya wanaunga mkono. Lakini sasa jana Dr. Hussein Mohamed yeye amesema kwamba FKF inajitenga na hiyo kauli. Yaani hao ni maoni binafsi ya Musonye, sio maoni ya Wakenya. Yule Musonye ni mwandaji wa mwenyekiti wa kamati kama hapa ilivyo Mzee Tenga. Lakini pia kitu kingine amesema kwamba wao wanastiki na Ben McCarthy, kwamba kama kocha wao hawana mpango wa kumuondoa kwa sasa hivi hadi takavyoenda kwenye AFCON, kwamba wanaamini Ben McCarthy anastahili kuendelea Fauna ulikuwa kuna chochote cha pembeni maana kama hichi hatukukisikia hichi. Nafikiri mengi amezungumza Charles, lakini kikubwa ambacho nakiona ni positive kwa nchi yetu ni huo ongezeko la utalii ambao ulionekana katika nchi ya Morocco fainali zilizopita, na alienda mbali, aligusia kwamba takribani dola milioni 10 kama nitakuwa niko sawa zilionekana kuingia katika utalii wa Morocco. Kwa hiyo ukiangalia wakati wa mashindano. Okay. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba tuna nafasi na sisi ya kufanya, lakini pia alisisitiza kwamba anaamini nchi za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya na Uganda wataandaa mashindano bora ya AFCON, na akasisitiza kwamba ni lazima tujijenge sisi wa Afrika katika vitu vya kwetu, tuandae mashindano ya kwetu, tujiamini katika kuandaa haya mashindano yetu. Anasema kwamba katika miaka ijayo anaamini kabisa kwamba mashindano haya yanaweza kulingana na mashindano mengine ya mabara mengine huko, kwa mfano Ulaya na nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kikubwa ambacho wengi tuliingia kwenye ile mkutano ni kutokana na hizo kauli za sintofahamu ambazo zilikuwa zinazungumzwa kabla. Kwa mfano gazeti la The Guardian la Uingereza lilinukuu hiyo kauli ya kwamba mashindano yanapelekwa mbele 2028. Kwa wakati tunaingia kwenye kile kikao tulikuwa hatujui nini ambacho tunakuja kuzungumzwa. Bahati nzuri Motsepe akaja akasimenti hiyo kauli kwamba mashindano lazima yatafanyika katika nchi za Afrika Mashariki. Kuna kausiasa ambacho kama vile kanalazimisha mashindano yasifanyike katika ukanda wetu. Yaani kuna hiyo siasa ya mpira miguu, lakini ambao waandishi na ukitazama kama anavyosema Charles, kabla hajaenda kwenye mkutano na kabla hajaongea Motsepe, ulikuwa ukiangalia vyombo vya habari vya nje vingi, kwa mfano Voice of VOA Kiswahili nayo ilipoti hiyo habari kwamba mashindano yanaweza yasifanyike. Kwa hiyo ulikuwa ukiangalia kiukweli ilikuja na sintofahamu kubwa sana ya kuonyesha kwamba mashindano hayo yanaweza sifanyike. Lakini mpaka sasa hivi kuna waandishi 4 tofauti kutoka yani katika swala la East Africa kuandaa mashindano, wao wameonekana kuwa na mitazamo tofauti, kwa sababu hata hiyo story kutoka ndio nitakuja sasa. Mtu wa kwanza kama unakumbuka, Mamadou Gueye alizungumzia kwamba Afrika Mashariki hakuna miundombinu barabara sio na nini, anatoka Ivory Coast. Anatoka Ivory Coast. Mwandishi wa pili Nuhu Adams kutoka Ghana juzi alitoa story kama 3 tofauti kwamba mashindano yatakuwa passport, na kitakachoongelewa hapo jana ndio hicho kitakachoongelewa, issue ikaja kwa tofauti. Yaani hadi hapo unapata picha gani?
mataifa yale kule West Africa hawafurahii. Yaani kwa sababu ukiangalia nchi za Northern wala waandishi wao hawajakomment chochote. South lakini West Africa wataonekana yani hawako. Wanataka iwe kama ile ya kwamba kumeshindwa kama ile Cameroon kipindi kile. Huku basi Cameroon fanyeni. Nafikiri jambo la msingi hapo unajua nini? Jambo la msingi hapo ni sisi kukamilisha zile sehemu ambazo tunatakiwa sisi kukamilisha. Sababu tumeshaambiwa mashindano yapo sasa. Tusiache doa. Yaani viwanja vile, sehemu za kukamilisha, miundombinu yote, kile kinachotakiwa kukamilishe kwa wakati. Ili sasa tuje yani tukija mwisho tunakuja kushikilia hili sasa ambalo tunalizungumza. Sababu unajua kinachokuja kutokea ni nini? Tukiwa na kadogo, yani kwa na eneo dogo sana ndo watu wengi watalishikilia. Kwa hiyo ili tuepuke sisi sasa hivi, tunatakiwa lazima tukimbizane na hivi vitu vyetu ambavyo tunatakiwa tuwe. Kwa sababu pale nimesikia anasema viwanja vinavyotakiwa ni 6. Si ndio? Anasema viwanja vya mashindano ni 6, 24 ni viwanja vya mazoezi. Viwanja 6 ukizungumzia sisi mpaka sasa hivi nikamilisha viwanja vya mazoezi kote 24. Kila timu itakuwa na uwanja mmoja, ndio inamaanisha timu si 24. Yaani alizungumzia katika uandaaji wa mashindano ya CAF viwanja ambavyo vinatakiwa ili sasa upate ile nani ya kuandaa, uwe na viwanja 6 ambavyo vinakidhi vigezo vya kimataifa vya mashindano. Lakini hapo uwe na viwanja training vya mazoezi visivyopungua 24 ili sasa ndio upewe hilo jukumu la kuandaa mashindano. Kwa hiyo aliendelea kusisitiza kwamba bado ana imani na hizi nchi, na alienda mbali akamzungumzia mpaka rais wa nchi Mama Samia, the way anavyounga mkono hizo jitihada za kuhakikisha kwamba finali zinafanyika Tanzania. Kwa hiyo kama alichosema Nkini, sisi kama waandaaji tufikie hivyo vigezo ambavyo tumewekewa na CAF. Tufikie hayo maeneo ambayo wanayataka wao, si tufike. Alafu mambo mengine tuyaache. Kwa sababu ameongea vizuri, hao ambao wanazungumza kama Cheza alivyosema huko West Africa na nini, ambao hawatamani kuona mashindano yanafanyika hapa, lazima watatafuta sehemu ya kushikilia. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa ni kuziba hayo maeneo. Hawataipata kama tutaiziba. Unajua kuna kitu kimoja. Tunaweza kuona watu wa West Africa wanazungumzia hiyo chance. Lakini sio watu wa West Africa. Inawezekana hata watu ambao wapo jirani na sisi wanaotumulika na wao wanapush kupitia huko, lakini wasionekane mbele yetu sisi. Unajua ukiangalia ya mashindano kwa nchi zote tatu, ukiyapima hivi kwenye mzani, Tanzania ina fursa kubwa sana ya kunufaika na haya mashindano kuliko ukiangalia wenzetu wengine. Kwa hiyo watu unaweza kuwa nyinyi mnaweza mkaona watu wanatutazama kwenye engo hiyo ya football, lakini watu wanatutazama na nje ya football. Kwa sababu ukiangalia Tanzania kwa ukubwa wake, uchumi na utalii, hivyo tu, hata ile ukubwa wake wa nchi kama nchi, wanatuona tutakuwa mbali sana after mashindano na ndani ya kipindi cha mashindano. Asante sana, asante. Kwa hiyo tunahitimisha kurasa za mwisho. Kwa hivyo kila nchi inatakiwa iwe na viwanja 8 vya mazoezi kwa mantiki hiyo. Sawa. Ndio vinakuja kwa sio vile vya ambavyo tumeelekeza kwamba tunavijenga vya mazoezi 8. Wiki ijayo basi inshallah tutaweza kuangalia hivyo viwanja 8 upatikanaji wake. Maana si hapa Dar es Salaam tunategemea Jimkana na wapi tena? Sheria Samuyo leaders pale panafaa. Katika mipango ambayo alitangaza pale. Yes. Hata chuo cha sheria pia ilikuwa inaruhusiwa kutumika. Meja Samuyo haiwezi kutumika. Meja Samuyo anaweza kutumika kwa sababu ya nyasi. Haiwezi kutumika. Nyasi bandia zile. Tutangoa tuweka. Asante sana. Tutaangalia wiki ijayo kuhusiana na upatikanaji wa viwanja vya AFCON. Tayari Kenya kuna Talanta kinakamilika, Samia, alafu Uganda kuna kipa kabisa hamna. Kwa hiyo tutaangalia wiki ijayo viwanja, na hii yote ni katika kuweza kusaidia mapendekezo ya kuweza kuendana na deadline ya michuano ya AFCON 2027 ambayo rais jana alisema ni Julai, ambayo itafanyika mwaka 2027. Na hii ni kukumbusha
kukumbushana, maana hili jambo lote ni letu sote, kukumbushana kuelekea katika hiyo June, Julai, ili tuweze kukamilisha vitu hivi na tuweze kuondoka katika ukanda huu wote kwamba tumeandaa fainali nzuri za michuano ya AFCON 2027. Mimi ni Philip Cyprian pamoja na Jabir na Abel pamoja na Charles pamoja na Philip Mkin kwa jina na Faustin, wote hawa tulikuwa katika kurasa za mwisho. Tukutane wakati mwingine.